Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Bwana, record ni record. Aibu utaona wewe. Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kucheza mchezo wao wa pili wa ligi kuu soka Tanzania bara wameweka rekodi yao ya tofauti kabisa. Record haijalishi itakuwa ni mbaya ama itakuwa ni nzuri, lakini ni rekodi ambayo itaendelea kukumbukwa daima milele. Sasa mimi nakupitisha kwenye rekodi kadhaa ambazo wekundu wa Msimbazi Simba msimu 2026 2027 wameziweka. Rekodi ya kwanza, Simba Sports imekuwa timu ya kwanza kupewa kadi nyekundu kwa msaada wa VAR. Hii sio VAR bwana, nikumbusheni, Football Video Support, wenyewe naweza kusema hivyo, FVS. Yes, sisi tunaita VAR yetu ya Kitanzania hapa. Kwa hiyo Simba wameweka rekodi hiyo, na mchezaji ambaye ameishikilia hiyo rekodi na tutaendelea kuikumbuka milele daima paka labda taifa la Tanzania litakapoteketea, wenda ikawa hivyo, ni mlinzi wa kulia wa wekundu wa Msimbazi Simba David Kameta Duchu katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu 2026 msimu 2027 katika mchezo dhidi ya Kagera Sugar pale Kaitaba. Hiyo ni rekodi ya kwanza ambayo Simba wameiweka. Lakini rekodi ya pili Simba wanaiweka ni rekodi ya kupata kadi 2 mfululizo katika michezo ya kwanza mwanzoni mwa ligi. Simba ameweka rekodi nyingine ambayo pia tutaendelea kuikumbuka, na wenda tukasubiria muda mwingi upita ili tuone mchezo wa kwanza na wa pili wa ufunguzi wa ligi Simba anakwenda kupata kadi nyekundu mfululizo. Yes, siku ya jana katika mchezo dhidi ya Pamba Jiji, mchezaji wao Jabbar aliweza kupata kadi nyekundu, kwa maana inakuwa ni kadi ya pili mfululizo katika mchezo miwili ya kwanza. Hiyo ni rekodi ya kipekee ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wameiweka. Sambamba na hapo, wekundu wa Msimbazi Simba wanakuwa timu ya kwanza kuadhibiwa kwa kutumia Football Video Support mkwaju wa penalty. Yes, siku ya jana tulishuhudia kiungo wao fundi Semfuko Charles alimchezea madhambi mchezaji wa Pamba Jiji katika box, na mwisho wa siku mchezo ukaendelea, lakini mwamuzi baadaye benchi la ufundi la Pamba likamuita aje kuhakikisha kwamba kuna namna ambavyo tukio limetokea. Wao wanahisi kwamba linahitaji ufafanuzi zaidi, na mwamuzi baada ya kupitia amekwenda kubaini ya kwamba ni mkwaju wa penalty. Sasa hizo ni rekodi ambazo wekundu wa Msimbazi Simba msimu 2026 msimu 2027 ameziweka. Haijalishi ni negative record ama ni positive record, kikubwa ni rekodi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wataendelea kujivunia na kuhakikisha wanakuwa miongoni mwa timu ambazo zitaendelea kukumbuka, kwa sababu hakuna mchezaji mwingine ambaye anaweza akaja akavunja rekodi ya kwamba ni mchezaji wa kwanza. Labda tukishafikia kwenye VAR, kwa sababu tupo kwenye video support, labda tukifika kwenye VAR tunaweza kuzungumza kwa kuna mchezaji mwingine kwamba ilitokea 1 2 3, lakini hivi sasa nazungumza kuna rekodi kadhaa za kibabe ambazo wekundu wa Msimbazi Simba wameziweka. Paka hivi sasa Simba amecheza michezo miwili, yote wameshinda, idadi ya magoli 4 na kuruhusu goli 1 peke yake. So ni takwimu nzuri na mnyama anaendelea kupambana, na mchezo unaofuata ni dhidi ya Singida Black Star katika uwanja wa 8 Stadium pale. Kitaenda kuumana na wekundu wa Msimbazi Simba atakuwa dimbani hapo kisha anaweza kusaka alama 3 nyingine. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.